Naam, shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki, kipindi pendwa cha manukato ya sifa, ambapo unapata wasaha mzuri kabisa wa kujifunza neno la Mungu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Je, hivi unajua kwamba Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, lakini sio wote ni watoto au wana wa Mungu? Moja kwa moja nitakwenda kukufafanulia kibiblia. Huu sio mdahalo wa dini, wala sio discussion wala debate. Nitakwenda kufafanua kibiblia, na wale wasomi wa Biblia ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli watanielewa moja kwa moja. Utakapoona ukakasi katika somo hili au mada hii, kuwa mpole tu, tafuta kujifunza, wala haina haja ya kupaniki. Lakini moja kwa moja ambao wana Mungu ndani yao, wameokoka sawasawa, watanielewa ni nini nakizungumzia hapa. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, kwa sababu Mungu ndiye aliyeviumba viumbe vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Lakini sio wote ni watoto wa Mungu. Nitakujibu kwa nini. Sisi ni wanadamu, kwa sababu asili yetu imetoka kwa Adamu. Adamu ndiyo mwanadamu wa kwanza. Kwa sisi wote tumetokana na Adamu baada ya yeye na Hawa kuzaliana. Ndio maana tunaitwa wanadamu, kwa sababu asili yetu imetokana na Adamu. Kwa hiyo ninaposema Mungu ni Mungu wote wenye mwili, ninamaanisha kwamba yeye ndiye aliyetuumba sisi, aliyeviumba viumbe hai vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, kwa sababu yeye ndiye aliyeviumba. Ndio maana anaitwa Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Lakini Mungu au sio kila mtu ni mtoto wa Mungu. Kwa mantiki ipi? Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12, Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wanaopewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, Biblia inatuambia ni wale waliompokea. Cha kwanza, aliwapa uwezo. Cha pili, wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa kuna kumpokea na kuliamini jina la Yesu Kristo ni sawasawa na kufanyika mtoto wa Mungu. Biblia inaendelea kusoma mstari unaofuata 13, sio waliozaliwa kwa mapenzi ya mwili, bali kwa roho. Kwa hiyo mtoto wa Mungu hajazaliwa kwa mapenzi ya mwili, yani asili ya Adamu. Unapomwamini Yesu Kristo na kumkiri, yani kuokoka, unafanyika kuwa mtoto wa Mungu kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu asili yako haitokani tena na Adam. Ndio maana Biblia ikasema sio waliozaliwa kwa mapenzi ya mwili, bali kwa mapenzi ya Baba, mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo aliyezaliwa kwa mapenzi ya Mungu anazaliwa katika ulimwengu wa roho kwa neno la Mungu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, ndio maana tunasema kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Maana yake unazaliwa na tabia za kiungu ndani yako. Kwa hiyo unakuwa mtoto wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya tabia na asili na mbegu za kiungu zilizo ndani yako, ambazo hizo mbegu za kiungu zilizo ndani yako ndipo tunapokuja kuona pale kwenye kitabu cha Wagalatia kwamba tunda la Roho ni. Sasa zile tabia za kiungu zinazoonekana ndani yako zinakuhakikisha kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana Yesu alisema na kuambia baadhi ya Mafarisayo, kama sijakosea, aliwaambia kwamba ninyi ni wa Ibilisi na baba yenu Ibilisi alikuwa muuaji toka zamani. Kwa hiyo kuna watu ambao wao ni watoto wa nani? Wa Ibilisi. Ndio maana Yesu alisema ninyi ni wa Ibilisi na baba yenu alikuwa muuaji toka zamani. Kwa hiyo baba yao ni nani? Ni Ibilisi. Kwa hiyo ni watoto wa Ibilisi, kwa sababu wana mbegu mbaya, wana mbegu ambazo sio njema ziko ndani yao. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 28, Biblia inasema hivi, mpanzi alipanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu. Kwa hiyo Mungu anaweza akapanda mbegu njema ndani ya mtu,
adui akaja akapanda magugu. Kwa hiyo ili wewe uwe mtoto wa Mungu, sharti ni lazima ukubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Lakini Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, kwa sababu ndiye aliyetuumba hii miili, ndiye aliyetuumba. Lakini kufanyika kuwa mtoto wa Mungu lazima ukubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hauwezi kuwa mwana wa Mungu au mtoto wa Mungu kama hauongozwi na Roho wa Mungu. Hiyo ndio iliyo tofauti kati ya haya mambo mawili. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, lakini sio wote ni watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ni waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Cha kufanya chepesi, lazima kubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lazima uliamini jina lake na ulikiri, upate uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Shalom, shalom. Bwana Yesu akubariki. Amen.